Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 16, kipindi cha kawaida. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Mika, sura ya 6, aya ya kwanza hadi ya 4 na aya ya 6 hadi ya 8. Na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 12 aya ya 38 hadi ya 42. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Mathayo. Baadhi ya waandishi na Mafarisayo walimjibu Yesu wakasema, "Mwalimu, twataka kuona ishara kwako." Akajibu, akawaambia, "Kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku moyo wa nchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho wa dunia ili asikie hekima ya Sulemani, na hapa yupo aliye mkuu kuliko Sulemani." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tunamwona Yesu akiwa pamoja na Mafarisayo, na Mafarisayo wanamuuliza Yesu au wanamuomba ishara kutoka kwake, kutoka mbinguni. Mafarisayo hawa walikuwa wameona miujiza mingi, lakini mioyo yao ilikuwa imefumba macho. Walikuwa hawayaoni makuu ya Mungu na kuwa tayari kwa ishara hizo, kwani zilikuwa ishara ambazo ni nyingi na za mafundisho mbalimbali ambayo Yesu aliwatendea kati yao. Mioyo ya Mafarisayo inafumba macho kwa sababu Mafarisayo hawa walitamani makubwa zaidi kuyaona kutoka kwake. Ndugu zangu, katika maisha yetu pia tunaweza tukawa kama hawa Mafarisayo. Tusione miujiza ambayo kila siku ya maisha yetu Mungu anatukirimia na kutuonyesha, lakini kwa akili zetu, kwa sababu ya mioyo yetu kufumba macho, imani yetu kuwa haba, tunakuwa kama hawa Mafarisayo na kushindwa kuona makubwa na mengi ambayo Mwenyezi Mungu anatupatia na anatujalia katika maisha yetu. Ndugu zangu, katika maisha yetu ya kawaida ni muujiza mkubwa kuamka asubuhi tukiwa na afya njema. Pengine tunaweza tukawa tunachukulia ni jambo la mazoea, jambo la kawaida, kwani sio rahisi kujua muda ambao umelala au muda ambao umeamka. Kumbe basi ni muujiza na neema zake mwenyewe Mwenyezi Mungu ambazo anajidhihirisha pale ambapo tunaanza siku mpya. Wapendwa taifa la Mungu, katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tunamwona Yesu akiwajibu Mafarisayo hawa baada ya kuomba miujiza mingi, miujiza zaidi. Yesu kupitia Yona anajilinganisha kwa utofauti mkubwa, kwani Yona alikaa kwa siku 3 katika tumbo la samaki kwa sababu ya uasi wake, ya kutosikiliza sauti ya Mungu na kutaka kukimbia na kukataa kwenda Ninawi, mji wa pembeni, ili kwenda kuwahubiria watu kama jinsi Mungu alivyomwelekeza, ili watu hao waweze kuokoka na kuacha machafu na dhambi zao. Lakini pia Yesu anajifananisha na Yona kwa ukubwa wake, kwani
kupitia dhambi zetu Yesu aliteswa na akafa na akazikwa, na katika umauti huo alikaa kwa siku 3 kwa ajili ya dhambi zetu. Kumbe basi, ndugu zangu, muujiza huu unajidhihirisha kuwa ni muujiza ambao ni mkubwa na wa pekee, ambao pengine kwa akili zetu za kiubinadamu tunashindwa kuelewa au kutafsiri kama hawa Mafarisayo. Kumbe kupitia Yesu Kristo ambaye alijitoa yeye mwenyewe sadaka kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, tunaalikwa kuikimbilia sakramenti ya kitubio, kujipatanisha kwake kama watu wa Ninawi ambao kupitia Yona walitubu na kuacha mabaya na uchafu wao. Wapendwa taifa la Mungu, katika maisha yetu mara chache tunashindwa kuelewa miujiza ambayo Mwenyezi Mungu anatutendea katika maisha yetu kama hawa Mafarisayo. Pengine tunashindwa kutokana na mizizi ambayo tunayo katika maisha yetu, mizizi ambayo imetushikilia na kushindwa kuona mema mengi ambayo Mwenyezi Mungu anatutendea. Pengine kushindwa kusubiri katika matatizo yetu pale ambapo tunamwomba Mwenyezi Mungu, na kushindwa kuwa wavumilivu kwa kutatuliwa kwa changamoto zetu. Basi kuna mfano mmoja ambao watu wachache wakiwa katika mawindo porini, basi watu hao bahati mbaya walidondoka katika shimo kubwa, na bahati nzuri ile shimo lilikuwa na mizizi pembeni. Basi ile mizizi iliwasaidia wale watu kujishikilia na kutokuendelea kushuka zaidi na zaidi katika ile shimo. Lakini wale watu kutokana na imani yao walimuomba Mwenyezi Mungu, walitambua kwamba sehemu walipo Mwenyezi Mungu ndiye ambaye ataweza kuwasaidia. Na punde sauti kubwa ikatoka ikawaambia, achilieni hiyo mizizi nami nitawashikilia. Lakini pia pale ambapo wanatamani kuachia mizizi hiyo kutokana na hofu na imani yao haba, waliendelea kushikilia ile mizizi ili wasidondoke. Pia nasi katika maisha yetu pengine tunashindwa kutambua na kuona neema nyingi katika maisha yetu kutokana na mizizi ambayo imetushikilia, mizizi ya dhambi. Tunashindwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Kumbe basi siku ya leo tunaalikwa kuwa kama hawa watu wa Ninawi ambao kwa kusikiliza sauti ya Yona walitubu na kuacha mabaya na uchafu wao. Wapendwa taifa la Mungu, tumombe Mwenyezi Mungu atujalie nguvu kupitia Roho wake Mtakatifu ili tuweze kuipa dhambi na daima tuweze kuwa karibu naye, ili tuone mema mengi anayotujalia katika maisha yetu bila kujali ishara, na daima tudumu katika imani yake. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Marki Dismas Ibede wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.